Naam, ni wasaa mwingine tunakutana hapa viwanjani kama ilivyo kawaida asubuhi, ambayo iko munawari kabisa kuanzia saa 3 mpaka saa 6 kamili za mchana. Na kubwa ni yale ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo, habari za hapa nyumbani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Kuna nini? Ni mambo mengi ambayo utayapata kupitia nasi hapa. Ulama Eid Salum niko hapa tayari kabisa kwa liteni. Lakini kumbuka tu katika mwezi huu kuna mambo mengi ambayo upasi kuyakosa katika soka, ikiwa ni pamoja na michuano ya Sekafa Women Senior Cup 2025 ambayo itafanyika pale Azam Complex Chamazi. Lakini pia Juni 14 ni FIFA Club World Cup live, mechi 61, mastaa wakubwa kama Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland utawashuhudia katika michuano hiyo ya FIFA Club World Cup. Lakini kumbuka dabi ya Kariakoo Juni 15 na yenyewe vile vile ndani ya mwezi huu wa 6. Lakini pia Juni 18 mpaka 22 ni maandalizi ya michuano ya ligi kuu ya NBC, raundi zile za mwisho timu ndo zinajiandaa hivyo. Lakini Juni 24 Taifa Cup ni mubashara kabisa, na Juni 28 ni finali ya CRDB ama FA Cup. Juni ikiwa imesheheni kweli kweli, upasi kukosa mashindano hayo yote. Lakini humo pia nakukumbusha finali ya CRDB, lakini pia na dabi ya Kariakoo. Niko hapa pamoja na Abisai Steven pamoja na Rashid Hamis. Wazee, mko vizuri? Bado tuko vizuri. Bana niko vizuri. Niko vizuri. Bora director Sada anakuja kila siku asubuhi. Tusabai. Kweli? Tunaona mabadiliko. Tunaona mabadiliko. Rashid hatujasema kwa mtu. Ukisikia unajua tayari. Tunaona mabadiliko. Kwa Simba na Yanga hapo. Mara Simba na Yanga hapo umeguna. Nimecheka. Nimefurahi kwenye sio Simba na Yanga peke yake. Kuliko mpaka hii ya tarehe 28 finali. Dhidi ya Singida. Hiyo ya dhidi ya Singida. Kwani kuna taarifa gani ula mama? Maana muda mrefu ulikuwa umetoka umeenda ngambo. Chimbo kidogo. Kuna taarifa gani yani? Maana inawezekana wewe ukaona breaking news. Maulama tunakuaga na zile. Unasoma upepo unavyoenda. Unaonaje? Upepo wingu jeusi, wingu jeupe. Wingu. Katika CRDB Mbona unaanza kujitungia maswali tena? Zipo. Ngoma zipo. Zipo. Kwa hiyo tunawataka watazamaji wetu walipia Kamil Gado. Unajua unalipia mapema kabisa kwa sababu haya ambayo nime kutangulia kuyaweka hapa yatakuwepo ndani ya mwezi huu wa 6. Kwa hiyo upasi kuyakosa kabisa. Si unajua watu wa michezo, burudani zinakuwa nyingi, kuna mambo ya Taifa Cup hapa. Alafu kuna zile raundi 2 za NBC Premier League. Timu zinajiandaa hivi sasa. Ama kitu sikipendi kama mtu ongea afu utakwambia are you okay? Anaona kabisa haupo kwenye uwepo. Unaweza kumuuliza tu ulama are you okay? Unamuuliza kidogo tu. Uko okay lakini. Mimi? Niko okay. Sawa. Kule tunapokaa wanakuambia tamam. Tamam. Sawa. Gide. Haya, tunakwenda kuangalia taarifa zetu kuanzia hivi sasa ni kwenye soka letu. Naam, kuelekea katika dabi ya Kariakoo ambayo ndio hiyo imekuwa ni gumzo katika kila kona ya Tanzania, lakini pia Afrika Mashariki na Kati na Afrika kwa ujumla wake, ambayo itachezwa Juni 15. Tumeenda kwenda kuangazia takwimu za mabeki wa pembeni, tukianza na mabeki wa pembeni ambao wako ndani ya klabu ya Simba Sports Club, takwimu zao katika msimu huu wa 24-25 kuhusiana na jinsi ambavyo performance vile vile. Mohamed Hussein Shabalala, beki wa kushoto wa Simba, idabi na ifike tu. Mechi 24 dakika. Nilikuuliza are you okay? Ulama muda ule. Haya sawa. Naam, tumekuwekea hapo takwimu za Mohamed
Hussein Zimbwe, mechi 24 dakika 1610, interception 22, blocking 2, tackling 8 na aerial duel mipira ile ya juu 9 ambayo amecheza Mohamed Hussein Daima. Mohamed Hussein Shabalala, dabi ifike tu. Dabi ifike, tukiangalia dakika 1610. Yeah. Interception 22. Yeah. Mipira ya juu 9, tackling 8 na blocking 2. Yeah. Blocking 2 Mohamed Hussein. Yeah, of course tackling nafikiri kwa Mohamed Hussein sio sehemu ya sanaa yake. Lakini interception ni moja kati ya sanaa kubwa ya Mohamed Hussein. Yes. Kwa sababu ni mtu ambaye akili yake inachaji kwa haraka, na moja kati ya matukio ambayo unaweza kusema alifanya fantastic sana kwenye movement zake. Utazichukua kwa ujumla na kuangalia maeneo ambayo anafanya kazi kwa ufanisi. Hii ilikuwa ni mechi ya Dodoma Jiji dhidi ya Simba. Penalty ambayo hata mimi mpaka leo niliikataa. Mimi niliikataa mpaka leo. Lakini ndio kwa sababu hamna penalty. Yani penalty niliikataa mpaka leo, naendelea kuikataa. Ni kwa sababu tu Simba ni wakubwa. Ni kwa sababu Simba ni wakubwa, tunaendelea kubaki hapo. Lakini kimsingi ni kwamba Mohamed Hussein ni moja kati ya mabeki wa pembeni ambao wakati wanaanza karia yao haikuwa ni rahisi kumuona leo hapa alipo. Lakini jitihada na kutamani mafanikio ndio ambayo amemfikisha hapa. Wakati anajiunga na Simba alikutana na mfupa kwa mgumu sana kwake. Issa Rashid Baba Ubaya ndio ambaye alimkuta pale, akaenda kupambana. Issa Rashid akamwachia City, na wameenda watu wengi kwenye nafasi ambayo anacheza Mohamed Hussein. Huu ni msimu wa 11 Mohamed Hussein. Huu ni msimu wa 11 ndani ya Simba Sports Club, na ameshacheza misimu 3 mfululizo. Yani kwa maana hiyo misimu 3 hakumisi mechi hata moja. So unamwona ni mchezaji ambaye ukipata taswira ya nje, kama kuna mchezaji anatakiwa kupigiwa mfano kwa wachezaji wengi wa Kitanzania, Mohamed Hussein ni mchezaji ambaye anaishi very very professional. Very very professional. Ndani ya misimu 3 kucheza mechi zote very very professional. Ni mchezaji ambaye kwa taswira ya nje, pasipo kufuatilia mambo yake anafanyaje, unaona ni mtu ambaye ana nidhamu ya chakula, ana nidhamu ya kuishi nje ya uwanja, mazingira yake, na ndio maana unaona hiyo performance consistency ya Mohamed Hussein imekuwa iko juu hapo siku zote. Imefika mahala sasa ametengeneza daraja baina ya wanaocheza eneo hilo na yeye. Kwa hiyo watu wengi au timu nyingi Tanzania zinatamani kuwa na mchezaji aina ya Mohamed Hussein. Ni kutokana na daraja ambalo wamelitenganisha kati ya yeye na watu wengine. Ni ngumu sana. Unajua, mimi napenda kuambia vijana wengi ambao wanacheza football, mpira wetu wa Tanzania unazalisha vijana wengi kila siku. Lakini bahati mbaya vijana wengi baada ya kupata pesa huwa wanajaribu kufanya vitu ambavyo viko nje na utaratibu wa kazi yao. Unakuta Mohamed Hussein leo tunamzungumza hapa, ana msimu huu wa 11. Lakini katika huu msimu wake wa 11 kuna wachezaji washaingia ligi kuu, wamekuja na kuondoka, yani wamemkuta Mohamed Hussein, wamemwacha Mohamed Hussein akiwa Simba, wameondoka. Wanakuja wanamwacha Mohamed Hussein. Na sio yani Mohamed Hussein tunamzungumza hapa sio kwamba anacheza timu nyingine, ni daraja la Simba Sports, timu ambayo inahitaji matokeo ya kila siku, inahitaji ushindani wa kila siku. Pressure yake ni kubwa kuliko timu zingine. Unanielewa? Sasa hebu niambie, huyu ni mtu ambaye anaweza kumaintain hivi vitu kwa miaka 11. Nafikiri Mohamed Hussein, na hata namba zake nimejaribu kuambia hapo, sio mtu mzuri kwenye sanaa ya tackling, ila ni mtu mwenye matumizi makubwa sana ya akili. Na ndio maana una zile namba interception na mechi alizocheza ni vitu ambavyo kama vinaenda kufanana. Aerial duel namba zake sio nzuri sana,
ni kwa sababu ya nafasi yake pia. Ukimwona Mohamed Hussein unaenda kushindana naye kwenye mipira ya juu, sio kwenye kona. Na mipira ya juu mara nyingi ni watu mabeki wa kati. Yes. Mohamed Hussein mipira mingi hiyo ambayo unaiona hapo ameshindana nayo sio kwenye kona. Ni mipira ambayo inapigwa kujaribu kupita nyuma ya mgongo wake. Kwa anajaribu kupima height yake ili kuweza kuzuia hiyo mabeki wanasifika sana kwa mipira ya kublock. Kwa kile mbili tu. Sio sana yake kwa sababu Mohamed Hussein anazuia shambulio kabla ya kwenda kufanya blocking. Unaelewa? Kwa sababu blocking nayo ina sanaa yake. Yaani mimi kwangu kuna wachezaji wana sanaa nzuri sana kufanya blocking. Kina Baka, wakina Makame wa Fountain Gate. Wapo wengi hao mimi kwangu ni top. Unaelewa? Lakini kwenye kuibia mipira interception, Mohamed Hussein miongoni mwa wachezaji bora sana wenye ufanisi na sanaa ya hali ya juu. Huyo ni mlinzi wa pembeni wa Simba Mohamed Hussein Zimbwe. Takwimu zake katika dakika ambazo amecheza 1610, lakini Valentin Nouma yeye amecheza mechi 14, dakika ambazo amecheza ni 764, interception 7, blocking 1, tackling hakuna, lakini mipira ile ya juu ni 4, dakika 764. Unaweza kusema ilikuwa ni mara mbili ya dakika ambazo amecheza Mohamed Hussein Shabalala. Kwa dakika hizi anastahili ama kuna vitu ambavyo vimepungua kwa Valentin Nouma ikiwa kama mlinzi wa pembeni? Kwanza Simba walimsajili Valentin Nouma kutoka Maniema Union kwa sababu aje kumsaidia Mohamed Hussein ambaye Rashid amemzungumza hapa. Kwa hiyo kwenye kikosi cha Simba huyu ni beki mbadala wa Mohamed Hussein. Na kwa yeye kwanza kabla kumfananisha, sifa yake kubwa kuliko nyingine ni uwezo wa kucross mipira kwenye box na kupiga mipira iliyotengwa ili iliyokufa. Kwenye assist ambazo anazo 2, moja alimuassist Ateba kwenye mechi ya Ken Gold uwanja wa KMC, alipiga kona Ateba akafunga kwa kichwa. Lakini hii pia ni ushahidi wa namna anavyojua kucross mipira kwenye box. Hii Mkwala kuweza kufunga mechi na KMC ya kwanza. Yes, lakini ni mzuri sana kwenye kucross hiyo mipira. Anapiga vizuri sana. Sana. Yes, sana. Sasa ukija kwenye kujilinda. Kwenye kujilinda ni mzuri ukimkuta kwenye nafasi. Kwa sababu yuko strong. Kwa hiyo kuwania mpira kwa nguvu kwake sio tatizo. Ila ukianza kucheza kwa kasi, unaweza kumpita kwa sababu anachelewa kuchanganya. Yes, kwa sababu kimo chake sio kifupi, ana urefu ambao unamfanya na kuwa kama na uzito fulani kwenye kuwahi kurecover nafasi. Hiyo ndo changamoto yake. Lakini pia tukienda kumfananisha, kwa nini Mohamed Hussein anaanza, huyu anasubiri. Cha kwanza kabla ya chochote, beki tunaangalia nafasi, tunaangalia ukiwa na mpira, tunaangalia mashambulizi, tunaangalia ukabaji. Ukiwa na mpira ni ile timu ambapo Simba wanapenda kuanzisha mashambulizi tokea nyuma. Sasa Valentin Nouma anazidiwa hii na Mohamed Hussein. Hili ni moja ya goli ambayo alifunga mechi ya TMA kuonyesha ustadi wake wa kupiga mipira iliyokufa. Direct free kick anapiga vizuri sana. Sasa Kamara akipata mpira akianzia mabeki, Simba ikifanywa pressing, yule Mohamed Hussein ana footwork nzuri sana ya kucheza kwenye mstari akiwa na pressure na kusaidia timu kuondoka kwa pass tulivu. Tofauti na Valentin. Sasa hapa Valentin anazidiwa. Akipigwa pressure mipira inapotea kule kwake. Kwa hapa Mohamed Hussein anamzidi ukiwa na mpira. Lakini ikitokea kwenye ukabaji, kwa sababu Mohamed Hussein huwa anatembea juu sana, huwa anakabiwa zaidi na viungo wakati afu anakuja kurecover. Kwenye hili namuona Valentin Nouma anaweza kashindana na Mohamed Hussein kwenye 1v1 kwa sababu yuko very tough. Lakini kitu cha tatu nimezungumza kuhusu position. Kama kuna beki anajua kushambulia niende saa ngapi na saa ngapi nisiende, ni Mohamed Hussein kuliko Valentin Nouma. Valentin anapenda kumaliza sana uwanja kwa ajili ya kucross na kurudi anachelewa kwa sababu yuko mbali. Ila Mohamed Hussein anaenda kutokana na move ya timu inavyoenda. Kuna clip kwa tunaziona hapa. Kuna goli Mohamed Hussein alimpa pass Ahoua. Timu kwa kwenye pressure lakini alipenetrate pass moja nzuri pale akuwa amepanda. Lakini kuna time unamuona mpira kurusha akamrushia Hamza, karudishiwa akacross. Na huo unaona ni tofauti mwingine. Yes, kwa hiyo hizi ndizo sababu zinazomfanya Valentin awe chaguo la pili na si Mohamed Hussein. Okay.
Ni wachezaji wawili wa Simba, mabeki wa pembeni, lakini tukimwangalia Shomari Salum Kapombe, mechi ambazo amecheza 24, dakika 1909. Shomari Kapombe interception 16, blocking 2, tackling 4 na aerial duels 17. Shomari Kapombe, unaona jinsi ambavyo show me the way baba Esther mpira juu 17 wazidi walinzi wote wa Simba, Valentino Oma pamoja na Mohamed Hussein. Na dakika pia amecheza nyingi zaidi. Ukiongelea uimara wa Simba mechi yoyote na mpinzani yote ambao Shomari yupo ni upande wao kulia kwanza kwa ajili ya Shomari. Kipa wao akitaka kufanya mashambulizi ya haraka akidaka mpira anaanza na Shomari, kwa sababu Shomari huwa anaanza kukimbia kabisa. Kipa wao akidaka mpira mwangalie Shomari lazima aende katikati, kuondoka mapema kabisa. Anafika mstari wa katikati, anampa kipa option, na yeye akipasiwa anajua kucheza sana kwenye mstari pale. Footwork yake iko bora kwa viungo au kwa winga, na watafuta akiwa na pressure. Sio rahisi kucheza vile. Shomari ni mzuri kwenye hilo. Pili, kwenye ile nafasi ilosema overlapping, Shomari anapiga sana hiyo kuliko beki yote wa Simba. Ana overlap mno, na sasa hivi amekutana na kocha Fadru, game yake imeimprove. Ha overlap tu, ana underlap. Over unaenda huku nje, unakimbia kwa karibia na kibendera huko. Alafu under unaingia ndani hapa kwenye half space, kwa sababu mabeki washajua utaenda wide, wewe unaingia hapa ndani. Kwenye michezo mingi hivi sasa amekutwa kwenye haya matukio na almanusura afunge magoli. Si umeelewa? Na amekuwa hatari pia katika kusababisha matukio kama haya ya sasa penalty. Hii ni penalty ya 4 anasababisha kwenye msimu. Yeye amefunga mabao 3. Shomari Kapombe ametoa pasi 3 za magoli na ametengeneza penalty 4. Penalty 4 alizotengeneza, penalty 3 Simba wamefunga. Moja wamekosa, mechi ya Namungo kama unakumbuka alivutwa na Erasto Nyoni kwenye box. Ateba alikosa. Lakini hizi 3 timu yake ilifunga. Tena penalty zinapatikana kwenye very crucial moment. Nitakupa mfano. Simba ilicheza mechi ngumu sana ya mkondo wa kwanza na JKT Tanzania, uwanja wa KMC Mwenge. Shomari alifanywa madhambi dakika 1 kabla mpira kumalizika. Ahu alifunga penalty, Simba alipata alama 3. Alikuwa Shomari mechi ya JKT ndio hiyo hii hapa ndio tunaizungumza. Yes, angalia dakika zile zilikuwa zinayoyoma. Yes, bado dakika 5, kumradhi nisema bado dakika 1. Lakini Shomari tena alifanywa na Namungo. Ateba alikosa. Shomari mechi ya Mashujaa na Simba alifanywa madhambi na Abdulmarik Zakaria. Ateba alifunga goli la pili, Simba akapata alama 3 muhimu. Kwa hiyo yeye ni mchezaji ambaye kwenye kushambulia kwake juu kuna faida sana, lakini si tu kwenye ligi kuu. Mchukue Shomari mpeke kwenye mechi la kombe ya shirikisho. Yeye ametengeneza nafasi 15. Nafasi 15. Jan Chaza huwa ni kiungo mshambuliaji. Ametengeneza 28. Nyingi kwa mchezaji yote kombe la shirikisho. Shomari anakuja na 15. Anakuja Mpanzu, anakuja Mohamed Hussein. Kwa hiyo kwa Simba upande wao kulia una nguvu sana kutokana na passing yake ya kushambulia na uwezo wa cross. Tena huyu ana rekodi ambayo Mwaikenda anaikimbiza sasa hivi. Nakumbuka miaka kama 10 iliyopita na 5 hivi. Salum Swede alikuwa Coastal Union. Alikuwa amefunga mabao 9 kwenye ligi. Shomari alifikia alivyokuwa Azam. Ni mabeki ambao kwa msimu mmoja wamewahi kufunga magoli mengi. Shomari sasa hivi Mwaikenda na mabao 7. Huenda yeye haijui Mwaikenda, ila kuna rekodi hapa, akifunga mawili anaifikia. Akifunga goli la 3 atakuwa beki pekee kwenye historia ya Tanzania kufunga mabao 10 ndani ya msimu huu mmoja. Sasa Shomari naye unaiona amefunga 7 na mashaka kufunga 3. Na mechi ambazo zimebaki Mwaikenda kashafunga 7 ambao mtu wote akudhani. Nitasema na wasiwasi kumuona anafunga 3. Hapana. Mechi zimebaki ngapi? Magoli unaweza kufunga hata mechi moja 3. Sawa. Kila la heri kwa. Sawa. Rashid, kuna hiki ambacho tumekitazama kusema mipira juu mara nyingi mabeki wa pembeni kwao inakuwa ni mara chache, lakini kwa Shomari 17. Kama uko msikiza vizuri Bisai, style of playing ya Simba na Shomari kwa ujumla wake ndio ambayo pia inamtengenezea hiyo namba ya aerial kwa maana ya udhibiti wa mipira ya juu. Shomari na yeye sio miongoni mwa watu ambao wapo kwenye set ya kuokoa mipira ya kona. Sio, unanielewa? Lakini ni miongoni mwa mabeki nao ambao huwa wanajaribu kuzuia mipira ambayo inakuja nyuma ya mgongo. Abisai ameeleza vizuri. Ni moja kati ya upande very strong
kwenye defense ya Simba ni upande wa kulia. Ni kutokana na ubora aliokuwa nao Shomari Kapombe, kwa maana anakupa assist, anakupa magoli, anatengeneza nafasi, ana uwezo wa kuclose, ana uwezo wa kukaba. Sasa hiyo energy kwa umri wake, kwa mujibu wa record, Shomari Kapombe ana miaka 33, si ndio? Kwenye eneo lake kuna vijana wengi wachache, kuna Duchu, kuna Kijili, unaelewa? Au manake kama Shomari ana miaka 33 na huu ni msimu wake wa 6, ameingia Simba mwaka 2020. Manake huu ni msimu wake wa 6, si ndio? Sasa kwenye hiyo umri wake wa miaka 33 kwa mujibu wa records, na anafanya haya matendo, unaona daraja lake la ubora alilojitenganisha yeye na wengine wanaomfuata ni kubwa sana. Kikubwa utaangalia hiyo namna bora ya kuzuia hiyo mipira ya juu. Na kwa nini namfikia? Ni kwa sababu Shomari amekuwa akitengeneza hayo matamanio kwa wapinzani. Wakati anakwenda, unaona kuna gap ambalo linatokea kwenye upande wake. Kwa hiyo unategemea lile eneo akaviwe na midfield au akaviwe na center back. Kwa hiyo viungo wanaomnyang'anya wanatamani zaidi kupiga mahala ambapo yeye hayupo. Wakati anarudi kwa haraka anakutana nao mpira huko juu. Kwa hiyo ni either uache au utazame, kwa hiyo anarukia au anaweza kuwin akaucheza. Ndio maana unaweza kuona hiyo namba ambayo nimependa hapo kusema opponent huwa wanatamani, yani wanatamanishwa na ile nafasi anayoacha Kapombe, kusema kwamba na kimo chake mipira ya juu kwa pengine hapa tutawin, lakini asilimia kubwa yeye anaicheza, na ndio maana kumekuwa na aerial duel kwa 17. Lakini kwa kuongezea ambacho tunaona watu wengi wana confuse ni kwamba kwenye mpango wa timu kuna wachezaji ambao wanabeba falsafa ya uchezaji wa timu kwenye mashambulizi na mpango wa mwalimu. Hawa wanapewa kipaumbele kwenye aina ya uchezaji. Nyie ndio mtacheza kuficha madhaifu yao, kwa sababu wakati nyie hamchezi, wao wanacheza kwa ajili ya kutafuta matokeo kwa sababu yenu pia. Simba kutana na timu ambayo inakaa nyuma sana. Mohamed Hussein atapanda kwa nafasi, Shomari atapanda. Maana yake wanavyokuwa kwenye mapana, wanalazimisha hawa mabeki wa pembeni wakabe watu wao. Hawa ndani wanabaki wawili peke yao na wao na washambuliaji. Atarudi namba 6, lakini hizi nafasi za pembeni, half spaces, corridor, wanaacha wengine waingie. Sasa mpira ukipotea, hajazaliwa beki ambaye anaweza akatoka kule juu kuja kukava huo mpira utakopigwa pasi mbili kwenda kwenye box kule kwenye nafasi yake. Huyo beki hajazaliwa, hayupo duniani. Kwa hiyo makocha wanaandaa mpango kwamba mpira ukipotea juu, kwa sababu kiungo namba 6 unaona move ya mechi na yule pivot mwenzako, majukumu ni kwamba wewe utabezi kushoto kwa ajili ya Mohamed Hussein au beki namba 3 kwenye timu yoyote, wewe mwingine utabezi kulia kwa ajili ya Kapombe au beki mwingine wa kulia kwenye mechi nyingine yoyote ya timu nyingine yoyote. Wale ni kazi yao ndio kustop zile counter, kustop zile transition. Wakiwa wanafanya kosa la huyu beki linakuwa wakati timu inaanza kukaba, wewe usirudi, ndio kosa. Lakini unavyokimbia kurecover nafasi wala sio shida. Sasa watu kuna muda wanachanganya, wanasema Mohamed Hussein anapanda sana, timu inafungwa nyuma. Kosa linakuwa sio lake. Kwa mfano kama hapa sikapanda, hakuja kupiga mpira hapa, anakuja kupiga cross, si ndio? Ingetokea huyu bwana hajafunga, Shomari hawezi kutoka hapa kurudi kwa kipa wake, hawezi kuwai mpira, hawezi. Labda mpinzani au anafanya mashambulizi taratibu, anajitafuta, anawapa nafasi ya kurecover. Sasa ila watu naona wengi wakitazama wanasema anapanda sana huyu, anapanda sana huyu. Kazi inakuwa ndio maana msimu uliopita wakati hao wanafanya majukumu yao vizuri, watu wakawa wanaita wazee na watu wakawa wanasema Simba ina namba 6 kwa sababu walikuwa na viungo taratibu, Baba Kasa, walikuwa na Sadio Kanuti, walikuwa na Fabrice Ngoma, wanacheza taratibu. Sio wazuri kukimbia haraka kwenda kustop hivi vitu. Kwa hiyo hawa wakawa wanaonekana huku nyuma, sehemu wanazoacha watu wanafika. Na kuna time ilifika Simba wakaambiwa wasajili beki wakati, kwa sababu beki wakati na mwenyewe unatakiwa ubase ukiwa unacheza kulia. Una base nafasi ya namba 2 in case akichelewa, na wewe namba 4 una base kwenye namba 3 in case akichelewa. Hii kazi haifanya Onyango sana. Hii kazi anaifanya Shemaloni upande wa kulia, anaifanya huyu Hamza upande wa kushoto. Mkongomani kabla hajaondoka. Inonga. Yes, alikuwa anakavia sana mabeki. Sasa kuna muda ukishaenda kukolea kumkavia mtu, kumbuka unaacha shimo hapa. Watu wanakuja wanacheza. Kwa hiyo sio tu kwa sababu wale wanapanda, ni kwa sababu hapa. Kwa hiyo sasa hivi wana Yusuf Kagoma huwa atoki pale kwa ajili ya zoezi hilo. Kwa yule anakava kushoto na kulia. Sasa yeye kwa sababu ana energy, unamuona anatembea, Ngoma kuna muda unaona anatembea, wanapunguza haya madhara. Na
Kingine timu kama timu. Fadlu amemwambia wachezaji wake mpira ukipotea juu ni kukaba huko huko. Ndio maana Fadlu mwambie kitu kwa Kibu. Pasi ikipotea utamwona Kibu anavuja jasho, anajua nikipitwa mimi atapitwa mtu. Shomari hayupo, hii timu itaenda kushambulia. Point of review, Simba ametengeneza penalty 11 kwa msimu mpaka sasa. Kwa msimu alisema Shomari katengeneza 4. Shomari katengeneza 6. Ni 6? Katengeneza penalty 6 Shomari Kapombe. Simba amekosa nafasi moja. Kwa penalty ambazo katengeneza Shomari Kapombe, Jean-Charles Ahoua ana goli 15, ndio top scorer. Kwenye top scorer goli 15, Simba ametengeneza penalty 11. Penalty 6 katengeneza Shomari Kapombe. Na hizo miongoni mwa penalty taker wa Simba ni Jean-Charles Ahoua. Shomari Kapombe kafunga magoli 3. Ana assist 3. Kwa maana yake kwenye mchango wa mbali na penalty ana goli 6. Unaelewa? Top scorer ana goli 15. Kwenye huo mchango wa goli 15 wa Jean-Charles Ahoua amekosa penalty moja. Ndio. Au hajakosa ni Ateba. Ateba. Manake yeye kwenye mchango wa goli 11 ukisema na yeye ana mchango wa goli 11 sababu penalti zake 5 zimefungwa. Unaelewa? Plus 6 ya magoli na assist 11. Unaelewa? Kwa hiyo unakuta mtu ana namba. Unaweza ukaona mbali na mchango wa moja kwa moja ambao sisi tunautazama kwamba Jean-Charles Ahoua amekuwa na mchango kwenye kuzalisha magoli mengi ya Simba ambao amekuwa nao msimu huu, lakini Shomari hatumzungumzi kama miongoni mwa wachezaji ambao wamezalisha magoli mengi zaidi kwenye klabu ya Simba, na hatumzungumzi kama ndio mchezaji threat kwa wapinzani kwa kiwango hiki. So watu wanamzungumza anayekamilisha tukio. Yaani watu wanamzungumza anayesababisha mazingira ya tukio. Anayesababisha yaani, na kwa lugha nyingine, kwa mimi ukiniambia nikutajia wachezaji 8 hata 5 wa kuania tuzo ya mchezaji bora wa msimu, mimi Shomari namweka. Yes, hata mimi Shomari namweka. Ukiniambia 10 umenirahisishia namweka. Ukiniambia 8 umenirahisishia namweka. Hata ukiniambia 5 Shomari yumo. Namweka Shomari yumo. Na beki wa kulia mwingine wa Simba ni Kevin Kijiri. Michezo 8 ambayo amecheza akiwa na Simba, dakika 228. Kevin Kijiri interception 1, hizi zingine kote kuna 0, blocking 0, tackling 0, aerial duels 0. Wajua mimi katika vitu ambavyo sivipendi na katika vitu ambavyo huwa navichukiza navichukia sana kwa hasa watoto wadogo au wachezaji ambao wamekuwa chaguo wakina Duchu na acha niwazungumzie hawa ambao wako Simba. Unaelewa? Kijiri kwanza yeye kama mchezaji, anapaswa kutambua aina ya klabu anayocheza, anapaswa kutambua aina ya mpinzani anayekabiliana kwenye nafasi anayocheza. Unaelewa? Alafu then wanaomzunguka wanatakiwa kumwambia ubora wake ni nini na madhaifu yake ni nini dhidi ya mtu ambaye anashindana naye. Sio, unaelewa? Kinachotokea hawa kina Kevin Kijiri wanakuja klabu ya Simba ni kwa sababu walifanya vizuri kwenye vilabu ambavyo havina pressure. Mwisho wa siku Simba ili kuendelea kuwajenga vizuri kisaikolojia wanawapa mwamvuli, nyinyi bado ni watoto. Umeelewa? Na hawa nao pasipo kutambua nafasi zao, na wao ule mwamvuli wanauchukua, wanaubadilisha kutoka kwenye mwamvuli unakuwa koti. Anapendeza. Umeelewa? Akipendeza umri unasogea, mambo yanakwenda, klabu haimtegemei, anajikuta sasa anakuwa ni mchezaji ambaye anajumuishwa kwenye majumuisho ya posho za safari na bonasi mbalimbali. Anasahau kwenda kubiti ile nafasi ambayo ameenda pale kwenda kuitafuta. Tunamzungumza Shomari Kapombe. Kwangu mimi ndio fullback bora kabisa kwenye nchi hii. Unaelewa? Lakini hawa kina Kijiri kutokana na speed alizokuwa nazo, mara kadhaa nimesema hapa, kama Kijiri atachukua muda wake kwenda kufanyia kazi kwenye mazingira ya ziada tofauti na club training, zile sessions za club, unaelewa, inaweza kuja kumfanya kuwa miongoni mwa mabeki bora zaidi kwa upande wa kulia, kwa sababu ana speed ambayo iko familia na modern football. Leo hii tunazungumza mafullback bora duniani,
tunataja kina Kaoka, unaelewa? Tunataja kina Trippier, tunataja kina Alexander Arnold, tunataja kina Carvajal, unaelewa? Yani hawa Dani Alves, hawa wote wana sifa moja ambayo Kevin Kijili anayo. Speed. Unaelewa? Kwenye namna ya kujitofauti. Sasa hiyo ni moja ambayo yeye amezaliwa nayo. Ndio maana nasema akitafuta muda wake wa ziada kuongeza addition, inawezekana akawa miongoni mwa mtu ambaye anaenda kumchallenge Shomari Kapombe. Leo tunazungumza kwa mujibu wa record Shomari ya miaka 33, sio? Manake kwenye ushindani, kwenye level ya huo ushindani tunampa miaka 2. Atakuwa na miaka 35, si ndio? Kwa kuna possibility ya kuweza kuona mwili wake unaanza kuchoka. Maarifa yanakuwa makubwa lakini mwili unachoka. Lakini anaenda kunasa nani? Kevin Kijili. Angalia namba zake kwenye ligi. Hazikushawishi lakini alikuwa na namba nzuri alipokuwa KMC. Unaelewa? Hapo ndio kuna mazingira ambayo yanaonekana pressure ambayo pengine inawasumbua wachezaji ambao wanatoka kwenye timu hizi za madaraja ya kati kuja kwenye timu kubwa. Pressure imekuwa ni kitu ambacho pressure is all there. Kwa sababu pressure ipo, ina nafasi. Lakini mimi mjadala wangu mimi na uelekeza kwenye kamati ya usajili ya Simba. Na wala sio Kijili kama mchezaji. Alichosema Rashid nakubaliana naye. Mchezaji yote au mtu yote kwenye kazi yako lazima uwe na muda wa kujifanyia ziada. Hii haiwezi kukataliwa. Hapo Rashid sijakupinga. Nataka kuwafikirisha kamati ya usajili ya Simba ni kwenye hili. Simba mnaona mchezaji Shomari anavyocheza. Footwork nzuri kwenye build up, nafasi nzuri, anaondoka na timu, anacheza pasi za na viungo, anaenda kwenye nafasi, ana overlap. Akiwa kule juu Shomari ana utulivu ambao exceptional sana. Exceptional kidedea. Anapokea pasi kwenye pressure. Mstari uko hapa, mpira unataka kutoka. Kama anapiga anatulia, anamchekecha mtu anarudi. Unaweza kutengeneza pembe 3 pale na mwenzake. Anaingia kwenye boxi, anafunga, anatoa nafasi, anarudi, ana cross mpira. Mechi za Orlando amepiga mapenalty makubwa, amecheza michezo mingi. Nyie mnamuona anavyocheza. Sawa? Mnataka mbadala. Hakuna namna mtaleta mchezaji ambaye hana sifa za Shomari. Nyie mliomleta ndo nawauliza mliona nini? Mchukue Kijili, mweke na Shomari. Vifuatavyo watatofautiana. Kijili ana kasi kabisa, Shomari hafiki kwenye kasi ya Kijili. Hafiki hata kidogo. Kijili ana nguvu sana, Shomari hana hiyo nguvu ya Kijili. Ana endurance. Kijili anaweza akapiga dakika 120 hapo kashangaa. Unaweza kutaka kumpima. Yani anaenda safari za kwenda Buguruni Kariakoo hivi anarudi. Kijili anaweza kukaba kabisa man to man. Shomari hajafika uwezo kukaba kama Kijili anavyokaba. Lakini brain ya Shomari kwenye kudefine matukio uwanjani na kucheza mpira Kijili hata nusu hajafika. Hapa ndipo kuna muumiza. Sawa? Shomari Kapombe eneo la mbele ndio utofauti wake na Kijili. Kijili ana nguvu kiasi kwamba anaweza kapiga cross huku ikaenda upande wa pili kule, na sio tu upande wa pili, inaweza ikawa goal kick au inaweza kama mpira kurusha kurudi Simba. Kwa sababu ile utulivu wa kufika pale kwenye zone inakuwa shida. Sasa kocha anaweza kukutrain kwa nafasi yake. Lakini kumbuka hiyo club ni Simba. Kocha akukumbushi wewe, akufundishi kucross, anakufundisha kucheza kutokana na mahitaji, anajua pale utafanyaje, utacheza. Lakini wewe pia unamuona Shomari anavyocheza. Sasa issue inakuja, huyo mtu uwezo wake ndio upo hivyo. Yaani leo hii kumwambia Fadru mtengeneze Kijili ya cross mipira, sioni kama inaweza kuwa kitu rahisi. Yaani Kijili ndio yuko hivi alivyo. Kwa hiyo kama amewekwa pale, maana yake nyie mlomtaka acheze wapi? Mbele. Acheze kama nafasi. Sasa winga lazima pia ucrossi pembeni. Haiwezekani. Winga sasa ndo una cross zaidi kuliko beki. Unajua kitu kama winga ndo una cross zaidi kwa usahihi. Yaani shida yake ni hapo. Huko kwa wengine nimeona ana tick the box. Ngoja nikwambie kwa nini mimi Kijili nakwazika na namna ambavyo anashindwa kujitambua kwenye nafasi ambayo yeye anacheza. Ubora wa Shomari umewekwa pale. Kijili alipaswa ku close sana, too close kwenye ule ubora wa Shomari. Kwa sababu ana sifa ambayo mwalimu yoyote duniani kwa sasa hivi anahitaji beki mwenye sifa ya Kijili. Sio, unaelewa? Angalia leo Paris Saint-Germain. Wale mabeki wao wa pembeni, namna ambavyo wanacheza. Hakimi na Nuno Mendes. Unaelewa? Wale wakati wana overlap. Unaelewa? Kuna watu hapa katikati. Wakati wanakwenda, kuna watu hapa katikati. Wakienda hawa, so umetoka huku kwenye eneo lao la asili la kukaba. Wakifika mbele, ule mpira ukipotea, wao ndio wanakuwa wa kwanza kureact kwenye kukaba, kwa sababu wana vinasaba vya uwezo wa kukaba kuanzia pale, ambayo Kijili anayo.
ambao Kijili anayo. Sio tu anayo, kubwa sana. Njoo pia kwa yani ana uwezo mkubwa sana. Njoo kwa Inter Milan. Huko kuna Di Marco, huko kuna kwa nini hivyo vitu mchezaji wa namna hiyo the same anavyo? Wanakwenda wanashindwa kumtengeneza. Ndio maana akasema kuna eneo mtu ndio uwezo wake. Kuna eneo huyo ndio mtu uwezo wake. Yeye mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe anatakiwa kuangalia aina ya mpinzani ambaye anashindana. Unajua kitu kimoja ngoja nikwambie. Wachezaji wengi wa Kitanzania wana tabia moja. Wanapenda kuweka mabarafu moyoni. Mwalimu akimweka nje, yeye anaamini kwamba mwalimu mimi hanipendi, mimi sijui, mimi sio mtu ambaye nathaminiwa kwenye klabu. Kumbe hivi vitu vitatu ukivibadilisha, ukavipeleka kwenye njia iliyo sahihi, manake uwe na mtazamo chanya, wewe ndio mchezaji hatari zaidi kuliko yule anayeanza. Sio, unaelewa? Kwa sababu gani? Unajua wakati Shomari anacheza, Kijili na Duchu wamekaa nje. Unaelewa? Wale hawapaswi kupiga makofi wakati wa goli tu. Unaelewa? Wanapaswa kulane vilivyokuwa bora kutoka kwa Shomari. Unaelewa? Alafu wachukue muda wao, waangalie namna nzuri ya kuweza kwenda kuclose ile gap la ubora alilokuwa nalo Shomari. Unaelewa? End of the day, Kijili anaweza kuja kuwa bora zaidi. Kwa hiyo siku mwalimu anampa nafasi pap. Unaelewa? Kuna hivyo ambavyo tumekuambia sifa ambazo Shomari na Kijili anazo, manake kuanzia hapo ina maana mwalimu anaweza kubadilisha mtazamo na kuamini sasa kumbe nina mtu ambaye ana uwezo kunisaidia. Leo hii kwenye eneo ambalo anacheza Zimbwe kwenye miaka mingi sana sikumbuki, mtanikumbusha. Simba kwenye eneo ambalo anacheza Zimbwe walimleta Asante Kwasi. Unaelewa? Asante Kwasi akafeli. Akabaki Zimbwe, akacheza kwa muda mrefu sana. Akaja kuletewa Nouma. Kila mtu anakubali na uwezo wa Nouma, namna ambavyo ana close gap la Shomari. Na amefanikiwa ku close gap kwa sababu Zimbwe ametumika mechi nyingi sana, full 90 minutes. Si unaelewa? Kwa kuna namna watu wanakubaliana na kile ambacho anakifanya Nouma. Unaelewa? Kwa Shomari Kapombe hakuna eneo ambalo Simba wamesajili mara nyingi kila msimu kama eneo anacheza Shomari Kapombe. Unaelewa? Wamekuja watu zaidi ya 7 kwenye eneo la Shomari Kapombe. Lakini hakuna hata mmoja ambaye kafanikiwa ku close hilo gap. Kuna vitu ambavyo mmezungumza vizuri sana kwa kuhusiana na Kijili. Hayo pengine mwalimu Fadlu amempa nafasi ya mechi 8 kucheza. Bado vitu anavyotaka pengine Fadlu anajua nitavipata kwa Kijili. Lakini kadi anapompa muda havipati hivyo vitu kwa Kijili. Ujumbe wenu sasa kwa Kevin Sospeter Kijili. Mimi kwangu nianze na Bisai kwa nukta chache. Sababu mmezungumza vitu vingi vikubwa anavyo. Ujumbe wangu ni kwamba afanyie kazi mapungufu yake ambayo kwa Shomari ni uimara. Kwa sababu Shomari ni definition ya modern right back kabisa kwenye sehemu yoyote. Kwa hiyo Kelvin Kijili anapofika eneo la katikati kuvuka kwenda box la opponent, hapa ndipo ambapo anahitaji kwanza kabla ya chochote brain yake off the ball, ajue nikisimama hapa nikipasiwa sijikabishi kwa beki, napata hatua moja ya kucross au kutuza mpira niwe comfortable, nione na upeleka wapi, alafu nikiupeleka natakiwa kukimbia wapi niupokee tena, alafu na cross vipi, kama mtu hayupo nisipige pasi isipotee nirudi pale. Ule ushapo ambao Shomari huwa anafanya akiwa na mpira au hana. Haya ndio maeneo ambayo Kijili anatakiwa develop kama mchezaji. Sasa kwa mimi naweza nikatoa comment ambayo mnaweza mkaona nimeifunga, ni kwamba nimeona ule ndio uwezo wake. Kwa sababu Kijili nimeona muda mrefu. Nimeona KMC, nimeona Singida. Anavuma vizuri kutoka na Kijili anaweza akarushia mpira hivi na kipa. Akatoka nao kwenye line huko. Akaweka winga hapa, akamtupa na mkono. Kijili akatembea. Akakutana na mtu akapiga mbele, pita huko nitokee huko, Kijili akawai. Ndio. Sasa watu wote mnasubiri tendo la mwisho la cross. Kwa sababu kashatoka kwa nishati na speed, mnasubiri cross. Hiyo cross itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo afanyie kazi tu mapungufu. Hapo tukio lake la mwisho limekuwa ni changamoto. Sasa hapa ndo Shomari anambiti. Shomari anaanza kutengeneza nafasi 15 kombe la shirikisho. Huyu ni winga kulia. Hizi nafasi ambazo kiungo wakati kwenye timu nyingine, Berkane, sijui wapi, Stellenbosch, Zamalek, wapo viungo wakati maarufu wakubwa hawajatengeneza. Kwa hiyo Kijili kwa huku hapo ana changamoto. Determination. Sawa, Rashid na
Abisai na bila shaka mmetoa elimu nzuri kwa Kevin Kijiri kwamba kumbe ana uwezo mkubwa tu, ana vitu vikubwa tu ambavyo wachezaji wakubwa hata ambao wanacheza Real Madrid, wanacheza Inter Milan, wanacheza PSG wanavyo, lakini kama nilivyotoa ushauri wenu na elimu pia inapatikana hapa, nini afanye Sospeter Kijiri kwa michezo 8 ambayo ameicheza. Na tukiwa bado katika zile takwimu, lakini kwa sasa tunakwenda kuungana na wenzetu ambao wako kule Afrika Kusini, ambako kumbuka timu yetu ya Tanzania ilikuwepo kule, lakini kwa undani zaidi tunakwenda kuungana na Mahmoud bin Zubair ambaye kwa sasa, kama unanisikia Mahmoud bin Zubair, habari za wakati huu kutoka huko Afrika Kusini? Mahmoud bin Zubair, kama unanisikia? Habari za asubuhi njema, Eid Salim Kidedea. Hatumai hata hapo Dar es Salaam studio mambo ni mazuri. Na tujuze kile ambacho kinaendelea huko kutokana na michezo 3 ambayo Tanzania imecheza na matokeo yake. Walimu wamezungumza nini hasa mara baada ya michezo hiyo? Asante Eid Salim. Ilikuwa ni michezo 3 ndani ya takriban juma moja yenye manufaa kwa mustakabali mzima wa soka ya Tanzania. Sisi tukiwa wenyeji wa fainali zijazo za CHAN miezi 2 ijayo hapo nyumbani, imetoa picha nzuri ya timu yetu taifa kuelekea kwenye hizo fainali, kwa maana ya kwamba kuongeza idadi ya wachezaji wanaoweza kuwania nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha timu ya taifa kitakachocheza michuano hiyo ya CHAN. Kama unakumbuka, ulikuwa ni mwaliko wa FIFA Day tucheze na Bafana hapa mechi moja, lakini COSAFA mwaliko ulikuwa ni wa SAFA, South African Football Federation, lakini kwenye wakati huo kwa kuna michuano ya COSAFA inaanza siku 2 kabla ya sisi kucheza na Bafana. Tulicheza na Bafana tarehe 6, tarehe 4 michuano ya COSAFA ilianza. Morocco alikuwa moja kati ya timu ambazo zilialikwa kushiriki michuano ya COSAFA kama mgeni kulingana na polisi zao za muda mrefu wenye COSAFA, pamoja na nchi wanachama wao, lakini wao wanaalika nchi kutoka kanda mwingine ili kuongeza ladha ama ushindani wa michuano yao. Kwa bahati mbaya Morocco wakawa wamejitoa. Kwa Tanzania walipewa short notice kwamba mkimaliza hapo mje. Na mechi na Bafana ilichezwa katika mji wa Polokwane. Usiku ilikuwa ni saa 2:30 usiku, siku ya Ijumaa tarehe 6. Na Taifa Stars ilitakiwa siku inayofuata tarehe 7 kucheza mechi yake ya kwanza ya COSAFA katika mji mwingine ambao tupo sasa hivi, Bloemfontein, Free State huko. Na tumecheza mechi mpaka imeisha takriban saa 5 hivi, hadi kutoka uwanjani kufika hotelini saa 6. Kwa hiyo tukaondoka usiku huo na basi saa 6 usiku, mwendo wa masaa 7 hadi 8. Umeona bwana, ilikuwa ni usiku tu. Tulitumia masaa kama 9. Tulifika saa 2 asubuhi siku ya Jumamosi. Straight to the hotel. Watu wa taratibu za kucheki, unajua tena hotel lazima wamconfirm mtu mmoja. Kundi kubwa la watu takriban 35 hivi. Watu kuja kuingia vyumbani ilikuwa sijui ni saa 4. Imagine Kidedea, saa ngapi watu wapate breakfast, saa ngapi wapumzike, na jioni wana mechi. Na kweli saa 11:30 timu imeondoka kwenda uwanjani ukaenda na Madagascar. First half haikuwa ya kwetu kabisa, ilikuwa ya wenyeji ya wapinzani na walichukua na wakatufunga goli. Second half timu ikarudi vizuri, ikapambana kweli. Bahati ilikuwa yetu, vijana walikosa magoli ya wazi, pengine kwa mazoea ya uwanja na leo namna kuikata ile mpira na upepo na nini. Timu ikarudi kwa recovering na kwa ajili ya mechi ya pili dhidi ya Eswatini jana. Lakini kuna kitu nimesahau kuelezea hapa katikati. Baada tu ya mechi na Bafana, wachezaji 8 kutoka club za Simba na Yanga waliondoka, 6 wa Simba, 2 wa Yanga. Na tulivyofika tu hapa Bloom siku ya mechi na Madagascar, ilikuwa kiungo wa Wydad Suleiman Mwalimu waanze kwenye ile mechi, lakini katika warming up tu walikuwa wanafanya mazoezi ya kupiga kona, sana anapiga kichwa, akaenda akagongana na mwenzake, akaumia jicho kwa juu, lilikuwa limevimba sana, ikabidi
wamuondoe kwenye lineup ya Stars inayoanza. Kama mtakumbuka, kulikuwa kuna mabadiliko kwenye kikosi cha Stars muda mfupi kabla ya mechi kuanza. Simon Msuva ni mchezaji senior na Faisal Salum ambao walibaki kwenye kikosi ambacho kilichopo hapa kwa ajili ya michuano ya Kosafa. Msuva naye baada ya mechi ya kwanza akapata wito kwenye klabu yake ya Al Talaba, wanaenda kufanya pre-season aondoke. Kwa hiyo naye siku moja baada ya mechi ya Madagascar akaondoka kurejea. Kwa hiyo na Suleiman Mwalimu naye akarejea Wydad na kufanya idadi ya wachezaji walioondoka kufika 10. Yaani hao wawili ambao wamerudi kwenye klabu zao huko Morocco na Iraq na wanane ambao wamerejea Tanzania. Tukabaki na kundi la wachezaji 20 kati ya 28 ambao Mwalimu alikuja nao hapa. Katika maandalizi ya kuelekea mchezo wa jana tukapoteza wachezaji wengine 3 kwa injury. Faisal Salum alipata kidogo matatizo ya misuli pamoja na mlinda mlango Yakub Suleiman Ali, na mazoezi ya siku moja kabla ya mechi mlinzi Ame Ibrahim naye pia akapata matatizo ya misuli. Timu jana iliingia kwenye mechi ikiwa na wachezaji 15, 11 walioanza, 4 waliokuwa wamekaa benchi, mmoja wao walikuwa ni goalkeeper. Alhamdulillah tulitoka nyuma na kushinda magoli 2-1. Tathmini ya mechi 3 tulizocheza huku katika michuano ya kwanza, 2 za Kosafa na ile moja Bafana. Bafana ilikuwa ni ya FIFA date, ni timu ambazo za kwanza zilicheza na kama kuna wachezaji walikosekana ni wachache. Timu yetu ilicheza vizuri na tulitoka goalless draw. Watu waliona uwezo wa timu yetu ili ya kwanza ya taifa ilivyo kwa sasa. Gift tuko vizuri. Kwenye kombe la Kosafa chipukizo waliokuja huku jana wameonyesha wamejipata. Idi Suleiman Nado amefungua akaunti yake ya magoli katika timu ya taifa ya Tanzania. Chipukizi Shekhan Hamisi amefungua akaunti yake ya magoli katika timu ya taifa. Performance ya Mishamo Daudi alionyesha kitu kikubwa cha kiprofessional kabisa. Once Shekhan ameshot, kipa amejaribu kwenda kusave wakati mpira umevuka line, Mishamo akutaka kusubiri controversy decisions za referee, either aseme goli au sio goli au tuende kwenye VAR. Akaenda akausukuma mpira ule kwenye kamba ili kuondoa huo utata. Ule ni ukomavu wa kiuchezaji, yani ukomavu mkubwa mno. Umeona bwana, through goal sio lake lakini alikuwepo pale kwa ajili ya timu. Ule ni ukomavu, lakini namna ambavyo alikuwa akiwapa tabu wale madefenders. Angalia kiungo Pipino jana amekuwa man of the match. Kuwa man of the match kwenye jopo la wataalamu walokao wanaangalia kati ya wachezaji zaidi ya 22 walioshiriki mechi nani bora kuliko wote, ni kitu kikubwa sana. Katikati ya uwanja alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Unaona kwamba kwenye ile kapo letu la midfielders kuna mtu ameongezeka kwenda kuongeza viungo ambao wanawapa kazi walimu sasa kuteua timu kulingana na ubora wa wachezaji ambao tunao kwa sasa. Wing midfield anaekeza Azerbaijan Mabula, mmemwona kazi yake, fundi, anacheza wanasema tactical players, yani anacheza kwa maelekezo sana. Yani huyu ni kibudeni si mwingine ujue. Yani ni wachezaji ambao ukiwa jukwaani hivi unaangalia unasema huyu anafanya nini uwanjani. Lakini ndio makocha wanawapenda na wawaachi kwa sababu anakuwa anasaidia timu kwenye ulinzi, anasaidia timu kwenda mbele, anafanya vizuri mno. Nenda kwenye safu ya ulinzi, Idi, tazama namna ambavyo defenders wetu kina Msindo, Lusajo, Wilson Nangwa, that guy anakuwa kwa haraka sana, yani anakuwa kwa haraka hata sijui anakula kitu gani. Anakuwa completely kifootball. Tanzania anapata defender mwingine mzuri, anakwenda kuingia kwenye kundi la kina Dickson, la kina Hamza, la kina Baka. Tunatanua ile safu yetu ya ulinzi na kuwa na watu wengi walioimara sana, mabeki katikati ambayo Idi Salom Kidedea wewe ni shahidi. Katikati miaka ya nyuma tuliumba kwenye central defenders hapa. Hadi klabu zetu Simba na Yanga ilibidi sisajili wachezaji kutoka nje kwa ajili ya kucheza safu ya ulinzi ya katikati. Leo big teams pale Tanzania, Simba wanaye mlinzi wa kwanza wa uhakika namba 1 Hamza. Yanga safu yao ya ulinzi sasa hivi inaundwa na wazao watupu. Miaka 3 iliyopita hali ilikuwa tofauti. Kwa hivyo wanapokuja wakina Nangu
na wanavyokuja na kina Bausi, unaona kabisa Tanzania inazidi kunufaika. Goalkeeping, goalkeeper wetu wa kwanza kwa sasa hivi ni Yakub Suleiman Ali. Ameumia, amepata matatizo kidogo. Tumeingia kwenye mechi na Eswatini jana, katika milingoti mitatu alikaa Hamisi Masaranga. Ulimuona kazi yake alifanya, tu aliconcede goal, lakini alifanya kazi nzuri, aliongoza timu vizuri, alifanya kazi nzuri. Ile mechi haikuwa nyepesi hata kidogo. Ni hawa Eswatini ambao watoka draw na Madagascar ambao tufunga sisi, without those excuses za uchovu na nini. Football is football, tunaangalia nini kimetokea ndani ya dakika 90. Kwa mjumuisho kwetu michuano ya Kosafa, mechi hizi mbili zimetupa kitu, na walimu wamezungumza hivyo. Faida iliyopatikana, vijana wanaondoka leo saa 7 mchana hapa kwa basi, mwendo wa masaa 5 hivi barabarani hadi Johannesburg, ambako wataunganisha flight ya SA kurejea nyumbani Tanzania. Watafika saa 8 usiku huko au saa 9 kasoro. Sisi bado tupo tunaendelea kuripoti michuano hii ya Kosafa ambayo imeingia katika hatua ya nusu finali. Zitacheza siku ya Ijumaa. Madagascar watacheza na Angola, na wenyeji South Africa watacheza na Komoro. Mechi nzuri kabisa hizi za nusu finali, na kama inavyofahamika tunaendelea kuonyesha haya mashindano. Wito kwa Watanzania wafuatilie michuano hii, kuona football wenzetu ilivyo, namna ambavyo wenzetu wana talent katika michuano yao, na kufanya comparison ya wachezaji wetu ama timu zetu na za wengine kuelekea kwenye michuano ya CHAN. Ni fursa ya kuona mataifa haya manne ambayo yamebakia katika michuano hii yote yamefuzu kwenye michuano ya Kosafa: Angola, Komoro, Afrika Kusini na Madagascar. Kwa hivyo ni vizuri kuona timu ambazo zitakuja kwenye CHAN baadaye miongoni mwao zikoje. Idi Salum Kidedea. Nikushukuru sana Mahmoud bin Zubeir kwa taarifa yako kutoka Afrika Kusini, ukiripoti michuano hii ya Kosafa, lakini pia kwa uchambuzi ambao umetupatia kuhusiana na timu yetu ya taifa ya Tanzania. Lakini sisi tuwatakie kila la kheri. Bila shaka tutakuwa tunaungana na wewe kuweza kutupa maalumati ambayo yatakuwa yanatokea hapo Afrika Kusini. Naam, tumerudi baada ya mapumziko mafupi na tunaendelea na taarifa zetu ambazo tunazo baada tu ya kupata yale ambayo ametuletea mwenzetu Mahmoud bin Zubeir kutoka kule Afrika Kusini. Abisai Steven bado yuko hapa pamoja na Rashid Hamis, nami Ulama niko hapa. Tulikuwa tunaangalia takwimu za mabeki wa pembeni. Tulianza na Simba Sports Club, tumeangalia Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Zimbwe, lakini pia Valentin Noma pamoja na Kevin Kijiri. Sasa tunahamia Jangwani. Israel Patrick Mwenda, mechi 11, lakini pia dakika ambazo amecheza 885 akiwa na Wananchi, mechi 11 hizi akiwa na Wananchi, lakini mechi 3 akiwa na Singida Black Stars, dakika 270 akiwa na Singida, dakika 885 akiwa na Wananchi, interception 15, blocking hakuna, tackling 4 na aerial balls ama aerial duels 5. Huyo ni Israel Patrick Mwenda, mlinzi wa kulia. Naona jinsi ambavyo amepambana. Hivi Mwenda sasa hivi mchezaji wa Yanga au mchezaji wa Singida? Israel Patrick Mwenda. Sasa za Yanga. Hatujue kabisa. Mchezaji wa na dakika tumechanganua pale. Zile za mwanzo mechi 11 akicheza akiwa Yanga. Mechi 3 akiwa na Singida Black Stars. Dakika 885 akiwa na Wananchi, 270 akiwa na Singida Black Stars. Takwimu zake Rashid, nakumbuka kasi kidogo. Takwimu zake. Yeah, of course. I'm improve. Yes, ameimprove kwa sababu unajua saga kati ya yeye na Simba halikuwa saga rahisi. Ni saga ambayo linaweza likakuharibu kwa saikolojia, kwa sababu unadili na klabu ambayo ina wafuasi wengi, ina viongozi wenye wanajua namna kukutoa mchezoni.
alivyokwenda Singida. Hapo mimi ndipo ambapo nilipata mashaka. Ameenda Singida, alikuwa na Mirudi Hamdi. Mirudi alikuwa hamtumii Israel Mwenda alipokuwa Singida, si unaelewa? Alikuwa anamtumia Kofi, kacheza mechi 3 kule. Alikuwa anamtumia Kofi. Israel Mwenda anakuja zake Young Africans, amekuta kuna bwana mdogo kutoka zake Mangula huko, Kibwana Shomari, Kibwana Shomari, anaua sana nyau, umeona, cheza sana mechi nyingi pale, anazima na anacheza first 11, kacheza Champions League kwa maana ya kuondoa mashaka ya uvumilivu na ubora. Kacheza vizuri sana Champions League, amecheza mechi za ligi kwenye ubora na kwenye level ya ushindani. Anakuja Mirudi, anampa nafasi Israel Mwenda, anamtoa Kibwana, mchezaji ambaye kwenye timu ambayo alikuwepo alikuwa anamweka nje. Manake mimi kwa tafsiri ya haraka manake Singida Black Stars walikuwa na beki bora ambaye hiyo quality haikuwa haipatikani Young Africans. Alivyokuja Israel Mwenda, mwalimu akaona ni bora nimtumie huyu mwenye nafuu kuliko huyu ambaye simuoni amefikia vigezo ambavyo mimi navitaka. Sijui kama nitakuwa niko sahihi kwenye tafsiri yangu. Uko sahihi kwa sababu umeelewa? Andy Cyril Kofi ni beki kabisa. Ambao quality ile sasa haipatikani Young Africans. Kwa sababu yao si anaumwa. Ndio sema quality ile ndio ipatikani Young Africans. Inapatikana ila mgonjwa. Okay, kama sababu hivyo. Kwa sababu yao na Cyril ukirejea kwenye kile, ukirejea kwenye zile takwimu za Mwenda, utaona Mirudi amempa nafasi sana, na moja kati ya strengths ya Israel Mwenda ni kupiga set piece, mipira hii ya kutenga. Amekuwa ni master kabisa toka yuko Simba, toka yuko KMC Alliance, umeona moja kati ya national team. Hii ni mipira ambayo Mwenda anafanya vizuri sana, unaelewa? Ni time yake tu kuendelea kuiboresha kuwa bora zaidi. Sawa. Bahati mbaya amekuwa hawana muda mwingi wa kuweza kuboresha vilivyokuwa bora. Na swali langu kidogo kwa Abisai na Rashid. Tumewazungumzia walinzi wa pembeni wa Simba wote. Kwa Yanga tumeanza na Mwenda. Tumemzungumzia Shomari Salum Kapombe ambaye alikuwa anacheza na Israel Patrick Mwenda. Lakini Mwenda alikuwa chaguo la pili vile vile kwa Simba. Kipi ambacho Mwenda alizidiwa na Shomari Kapombe? Mwenda alikuwa hana adabu alipokuwa Simba. Hicho tu nidhamu. Alikuwa hana heshima na Shomari Kapombe. Alipaswa kuwa na heshima na Shomari Kapombe. Angeweza kuwa moja kati ya mbadala mzuri sana na Shomari Kapombe. Lakini ila aliingiza vitu binafsi, vitu ambavyo ilikuwa kama ni kumkosea heshima Shomari, na ni utovu wa nidhamu katika utendaji wa kazi, kuto kumheshimu mtu aliyekuzidi na kuamini kwamba una nafasi ya kuweza kushindana naye. Sasa baada ya kushindana naye, yeye anaendelea kufanya vitu bora, na kwenye usini aliokuwa nao kukufrustrate wewe inakuwa ni kazi rahisi. Okay. Mwenda ndo alipopoteza ubora hapo. Nidhamu. Vingapi ambavyo alikuwa amezidiwa na Kapombe? Kwa mtazamo ukiwaona wanavyocheza, bado ile tukio la mwisho kwenye ushambuliaji, Shomari anamzidi Israel Mwenda. Composure ya kucross mipira kwenye box, composure ya kuwa na mpira kwenye highline, kwenye pressure, hii ni moja. Pili, huku nyuma kucheza kwenye build up kwa pressure, Mwenda sio mzuri sana. Akiwa Simba hapo amewahi kuwa na matukio 3 ya kupoteza mpira kwenye pressure, na moja Simba alifunga goli. Kwa hiyo alionyesha ana hiyo changamoto. Yes, lakini kama ku drive, ana drive vizuri. Akivuka mstari, pressure yake ya kucheza ikiwa chini anacheza vizuri. Ila mechi kisha kuwa intense, anakuwa na wasiwasi. Kwa mfano mechi yake nzuri ya kimataifa ya Simba alicheza na Nyasa Big Bullet away. Simba 22-0. Kuna goli alifunga kiwa hai kule. Nadhani sijui Kanuti alimwakea hivi. Alismash, goli kwa zuri sana. From there akiwa na Juma Mgunda. Najua Mgunda anasifika kwa kuwapa wachezaji hali ya kujiamini ile ambayo ilipotea. Na anasema ni mzuri sana kufanya hivyo kwa wachezaji wazao. Yawezekana lugha ya Kiswahili, yawezekana ile figure dad coaching, kwamba wanamuona kama baba anavukutia hamasa. Kwa hiyo Mwenda alizinduka kipindi cha Mgunda,
akaonyesha kipindi hicho Shomari amekaa nje muda mrefu, yeye akawa anawapeleka Simba kwenye kucheza hiyo michezo. Okay. Yes, lakini kama kuna kitu amepata faida na timu yake ya Yanga ni kusettle in haraka baada ya kunufaika na nafasi ya Yao kuwa haipo kwa sababu Yao anaumwa. Naamini kama Yao angekuwa mzima, story yake ya Singida ingerudi. Tulikuwa tunamzungumza Andy Kof Cyril, amechangamka, anafanya build up, anapanda, ana cross, alafu yule anakaba mno, anakichafua sana. Tulimuona mechi dhidi ya Simba. Yule alivyokuwa Sek Mimosas, wakawa wamecheza CHAN 2023 na Kwasi Atola Yao ilazimika kuna muda acheze beki 3 kwa ajili ya sababu andiko. Kofi akawa anacheza kulia. Sasa kwa Yao akipona na ikitokea nasalia kuwa Yanga, Yao ni miongoni mwa mabeki ambao game yake imebalance kwenye 1v1 pora mpira na kufanya build up, alafu kwenye kuattack. Piga cross. Yawezekana ni mzuri sana. Mzuri sana kuliko beki mwingine yoyote anaweza ligi ya Tanzania kwa sasa. Kwenye maboksi yote mawili. Upande wa kulia. Anavyotafuta balance ya game yake. Kwa kukaba na kushambulia. Yao anachukua pasi huku kwenye pressure huku, anampigia winga kulia, anatokea kushoto. Kama anaenda juu anafinya, anapita hapa katikati, anaenda lapo, anaondoka na mali. Wewe ndo unamchezea dhambi. Okay. Afu is very strong. Sasa hiyo quality mwenda hajaifikia. Kwa sasa amesettle in vizuri. Kapata game time ambayo alikuwa anaimiss Singida. Ina improve confidence yake. Taratibu. Sasa hiyo imefika, uwezi kuguna. Yanga ikiwa natajwa timu unajua mwenda atacheza pembeni. Sawa. Kwa amesubiri. Naam, Kibwana Shomari mechi 8 dakika 579 Kibwana ambazo amecheza, blocking 2, tackling 3, mipira ya juu ile aerial ni 1. Sasa huyu ndio mchezaji wa mfano kwenye level ya uvumilivu kwenye professionalism. Kibwana. Yes, wachezaji wengi wa Kitanzania wanapaswa kumuiga Kibwana Shomari. Yaani kama kuna mchezaji anaweza kumchukua na kumweka mbele pale, wachezaji wa Kitanzania wote mnapaswa kujifunza kitu, basi huyu ndo mchezaji namba 1. Uvumilivu, nidhamu. Uvumilivu, nidhamu na professionalism. Umeelewa? Kwenye namna ambavyo anatekeleza majukumu yake. Kuna kipindi kama anapotea hivi, walimu wakibadilika pale Jangwani, baada ya muda anapewa nafasi. Wewe ukitaka kujua, umeona namba za mechi. Kacheza mechi chache sana, mechi 8. Blocking ni sehemu ya maisha yake kwa sababu ya umbile lake, ni mbishi kidogo. Aerial duel ni uongo, unaona kimoja kwa sababu ni rahisi kumchungulia. Sisi mafundi, technician, mtu kama Kibwana akiwa nakukaba unaweza anakutamanisha umvaishe, mvue, unaelewa, kwa nani yake. Umeona bana, Abisai huwezi mambo hayo. Umeona mambo hayo, wewe mvunja kuni, mambo hayo huyawezi hayo Abisai. Umeona bana, lakini mimi nitakwambia kitu kimoja kwa nini Kibwana ni mfano. Kibwana anasajiliwa na Young Africans. Elewa. Alikutana na ushindani ambao mimi sikuamini kama angeweza kubato. Juma Shaban Sodaya Bemba. Mchezaji mwenye experience ya mashindano ya Champions League, Confederation, finali, Chani, unaelewa, na national team ya Congo. Wakati Kibwana anatoka zake Mtibwa, fresh leg, age ya kujifunza vitu vingi, no composure, yani vitu vingi anakuwa anapoteza. Lakini kwenye namna ya kwenda kushindana akaenda kabato na Sodaya Bemba, ikafika mahala mwalimu akawa anashawishika kuona kwamba huku kwenye nafasi ya beki namba 3 mbona energy ya Kibwana inanishawishi kuwatumia wote, Sodaya Bemba na Kibwana. Kwa kuna muda kana anatumia wote mabeki ambao wana sifa ya kucheza upande mmoja, anamtumia Kibwana kushoto, kulia Sodaya Bemba. Ikaenda ile Sodaya Bemba akatoka, akaja Yao Kwasi. Kabla Yao Lomalisa alisajiliwa. Aliposajiliwa Lomalisa, mechi ambazo Lomalisa alikuwa hajajipata, alikuwa lazima yeye namba 3. Lazima namba 3, yes. Nabi alikuwa anampeleka namba 3, anaona kabisa mabadiliko kwamba kumbukumbu nzuri. Huyu Lomalisa leo kukutana na winga na kasi, ana footwork, anakimbizwa. Lakini Shomari nikimweka atanisaidia, na Shomari akaa akiingia anazima. Ile safari ya Yanga kwenda finali mechi hapa alicheza Kibwana ile ya finali. Kwanza ile.
Akaja nani? Akaja Yao Kwasi. Yao Kwasi akaja kutengeneza daraja kubwa baina ya yeye na Shomari. Umeelewa? Daraja ambalo kila mtu aliagree kwamba hili daraja Shomari hajafikia. Lakini pamoja na kutokupata nafasi, Shomari aliendelea kuishi kwenye uvumilivu na professionalism. Aliamini nahitaji dakika moja tu kumwonyesha Gamondi kwamba hata mimi na uwezo kuwa sehemu ya msaada wa timu yako ambao unamtegemea Yao Kwasi. Kweli ikalipa. Yao Kwasi akapata majeraha, akaenda akazima Shomari. Alivyoenda kuzima Shomari, mashabiki wakaamka. Kumbe tuna mtu ambaye tulikuwa tumemsahau na anaishi kwenye level ya ushindani ule ambao tulikuwa tunaitegemea kutoka kwa mtu ambaye tunamwamini. Huyo alifanya aliyekuwa kocha wa Yanga Miguel Gamondi kuingia kwenye ukosoaji mkubwa na mashabiki wa Yanga wakimwambia hafanye rotation. Miongoni mwa wachezaji walikuwa wanamtaja wao ni Shomari. Ukiwauliza why, hata kama yeye yupo anakuambia huyu sisi tumecheza naye mechi ngumu hapa za kimaamuzi na tumeenda naye finali kombe la shirikisho. Mechi gani Shomari leo itamshinda? Kwa hiyo kocha Shomari alikuwa anaweza kukaa mechi 8 asicheze au 6 asiwe kwenye benchi kabisa. Lakini ukimpa mechi moja anakupa ushindani ule ambao wewe umefanyaje? Umeumiza. Kwa hiyo bado sasa hivi anakutana na hiyo changamoto. Mirudi amekuja, amemweka kapuni. Amempa nafasi Isla Mwenda. Nafasi chache hizo mechi 8 ambazo umemuona amepewa nafasi. Mashabiki wa Young Africans walikuwa wanamchangia hela. Ikafika mahala mashabiki wao wanasema Gamondi alikuwa anatuongopea kutuambia Shomari hajui. Lakini angalia hizo mechi chache bado anaendelea kuishi kwenye level ya ushindani. Kwenye siku Mirudi akisema ampe nafasi mechi 3 4 5 anaenda tena kumprove wrong. Maana yake ataenda kumpa ukakasi kwenye hiyo nafasi. Sasa hivi kwenye timu yako Rashida nani anaanza? Kibwana na Isla Mwenda. Kati ya Kibwana na Isla Mwenda. Mimi ukiniambia hii mechi nahitaji kupokonya zaidi mipira kwenye eneo la defense, nitamwanzisha Shomari. Kibwana Shomari. Yaani kwamba nahitaji kukaba kweli kweli, namwanzisha Shomari. Yaani no doubt nitampa nafasi Shomari. Kabisa. Israel Mwenda. Kuna vitu wanazidiana. Mimi nabaki katikati hapo. Yaani kuna vitu wanazidiana. Mimi kitu ambacho na uhakika kwenye kukaba Isla Mwenda hawezi kumfikia Shomari. Kwenye kukaba Isla kaka Shomari man to man ile anaiweza sana. Shomari kadhibiti. Shomari kadhibiti watu wote ambao tulikuwa tunaamini Shomari atakuwa, yani unamkumbuka ule winga wa TP Mazembe shirikisho. Mkumbuka winga wa TP Mazembe ule? Kabwiti. Yule bwana ana mwendo kaka. Anajua boli. Ana uwezo mkubwa wa matumizi ya akili. Kaka kwa Shomari kaka alizima moto wa kibiriti. Morrison. Unaelewa? Yani Kibu ndo alimshindwa. Unaelewa? Yani Shomari Kibu alimshindwa. Shomari alimchukua yule Kabwiti. Unaelewa? Alimchukua yule Kabwiti akamwambia bwana mdogo tulia hapa. Kwenye dosho. Relax. Kula maisha. Na wote Shomari akaenda kama inafanana tu. Kwenye group. Kwenye group walikuwa Young Africans. Hakuna mchezaji ambaye alikuwa anaogopwa kama yule winga wa Al-Hilal Burundi. Kimugisha. Unaelewa? Shomari akamwambia tulieni. Nitawaelekezeni namna huyu anatakiwa kucheza. Akaenda kadhibiti pale. Watu wakala maisha yakafika akachukua alama 3. Watu wakaondoka. Yaani kwenye kukaba Shomari. Yaani mimi na declare. Shomari kwenye kukaba anazidiwa tunayo Kwasi. Lakini hao walobakia na mchezaji mwingine kwa upande wa Yanga mabeki wa pembeni Nixon Kibabage mechi ambazo amecheza akiona Yanga mechi 12 dakika 865 ambazo amecheza, interception 12, blocking hakuna kama ambavyo unatazama hapo, tackling 4 na aerial duel 7. Nixon Kibabage kabla ya kuzungumza uwezo wake Kibabage yuko sawa. Wataalamu wa saikolojia wa Yanga inabidi wamsaidie. Umeona nini? Kibabage ana msimu mbaya as a person, kiperformance. Naongea hivyo kwa sababu nimemuona msimu uliopita Kibabage alifunga magoli 5 na assist 3, alikuwa miongoni mwa mabeki ambao walikuwa na michango mingi ya magoli.
ukimwondoa Mwaikenda ambaye alitoa assist 7 msimu uliopita, yao pia na kufunga magoli machache. Kibabage sifa yake kubwa tofauti na Mayday Shadrack Saka Boka. Kibabage anapenda kucheza kwenye half space mpaka mwisho wa mstari. Sio kule kwenye kibendera, hapa kwenye kona ya box. Mara nyingi timu ambazo zinakaa nyuma kuizuia Yanga sicheze, unaweza kutabiri cross tu ya Mayday ikaingia. Nyie mkakaa kwenye zone, mkakaa kwenye zone na Boka akiekewa kwenye nafasi hivi, akavuma akaicross. Nyie mnacheza tu. Nyie kama mechi ya MCL alipiga cross 15, moja tu ndio ilifika. Kwa sababu jamaa alikaa kwenye box waliziba vizuri. Sasa Kibabage unlike Shadrack Boka huwa na underlap kuingia na nyie Kibabage. Kwa pale mlipojipanga nyie. Alafu anapigia zile pass za give and go kwa ajili ya kuwafungua kilazima. Alafu ana square pass au ana V, watu wanacheza. Alifanya hivyo ule msimu. Ana mechi bora sana Yanga na Mediama ya away. Alifunga bao lile wakakataa, kwa mtazamo wangu ilifali goli. Mechi ya Mediama ya marudiano pia na Yanga kwa Mkapa aliubonda sana. Yule sasa ndio Kibabage. Lakini alitegemea atapata nafasi ya kuwa beki wa kwanza Yanga. Bad enough Lomalisa alivyotoka, na alikuwa anajua bisa Lomalisa anatoka, kuna confidence ili grow kwamba mimi naenda kuwa beki namba 1 Yanga. Lakini Yanga wakamsajilia Boka. Boka alivyoingia Yanga alikutana na mechi ya Ngao ya Jamii dhidi ya Azam FC. Sijaona mechi nyingine ambayo Boka ameng'aa kuliko ile. Mtaniambia? Ya Azam FC. Ile ya 4-1. Mpaka Diaby akajifunga. Boka anachelewa kwenda kwenye nafasi, anawafanya muone hii nafasi haina madhara. Viungo wa Yanga wakiangalia upande wa kushoto wakisema wa switch play, wanapiga pass kwenye ile nafasi ya wazi. Anatoka kwa kasi, anakutana na mpira kwenye njia. Anaugusa moja, ya pili anajaza. Anagusa moja, ya pili anajaza. Au kuna sometime anaujaza kama ulivyo. Sasa ile mechi alicheza vizuri sana kwenye kushambulia Boka. Na ndio jina lake likashika pale, Shadrack. Sasa hapo naona iliua confidence ya Kibabage. Aliona mimi nahitaji kupigania namba tena. Msongo wa mawazo umekuja. Sasa uthibitisho wangu wa performance yake. Mpira ambao Kibabage msimu uliopita alikuwa anaweza kucontrol hivi. Angalia chezo wapi. Kibabage sasa hivi mpira unampita. Yaani amekuwa na yaani ndio unavoutuliza huu umepita. Kibabage mpira ambao alikuwa anatulia, anaweza kutoa 1-2 afaka toka huko kwa mbele akapigiwa. Sasa hivi Kibabage haendi. Kibabage anapata mpira eneo la kumcross mtu huyu hapa, Kibabage anachagua miguu ya beki. Kibabage anatoa mpira nje. Sasa unakaa unaona mbona haya makosa ni mfululizo. Unaona body language anavyoreact baada ya kukosa hii mipira, unagundua huyu confidence iko chini kwa sababu anagombania namba na ameona mchezaji wa sasa anacheza sana. Kwa hiyo yeye anaona kana kwamba ule mchango aliotoa mwanzo haujaonekana. Kwa hiyo yeye kama yeye confidence imeenda chini. It's about confidence kurudi kwa Nixon. Mimi nafikiri Abisai kwa namna nilivyomtazama. Yeah, of course uko sahihi kwenye anatoka Mtibwa. Alikiwasha sana. Mpaka nchi ukiona unasajiliwa Simba, Yanga, Azam na sasa hivi ameongezeka Singida. Maana yake wewe bado mpira una performance. Alienda Singida alikuwa anacheza kuna muda. Baadaye akawa na huyu Ibrahim Moro. Sawa? Kuna mechi nafika anawekwa kulia, kushoto juu kama namba 11. Mpaka hivyo national team kuna michezo hapa akana pangwa versatile player. Kushoto 11. Kwa sababu 11 au beki wa pembeni. Kukaba anaweza, mbishi. Ndio maana umeona zile duos pa. Sereke ukaba kama Kibwana Shongana. Kwa sababu na yeye mfupi mbishi kwa sababu ya formology yake. Yes. Mimi nafikiri hicho anachokizungumza Abisai ni kutokana na majeraha. Unajua pia majeraha msimu yamemwandama sana. Alipata jeraha nafikiri ilikuwa la goti mwanzo kabisa. Alafu alivyorejea hakukaa muda akapata jeraha tena kwenye kifundo cha mguu. Umeelewa? Akarudi. Alivyopona akakaa akacheza, nakumbuka alicheza mechi moja tu. Umeelewa? Akaja kucheza hiyo mechi akumaliza. Akaumia tena. Baada ya kuumia akaja kukaa, hajacheza mechi, akaenda Zanzibar. Ile mechi akaumia Boka, yeye alienda kama sehemu ya mchezaji ambaye anatakiwa kuvaa kwa ushahidi. Bahati mbaya Boka akaumia dole gumba. Akaingia tena, akaingia Kibabage. Alivyoingia Kibabage, bahati mbaya akumaliza mechi akaumia. Unaelewa? Alivyoumia of course anachokieleza Abisai, hata kama ni wewe, hata kama ningekuwa ni mimi, kwenye hii situation ya kupata majeraha afu unaona jeraha linakaa kwa muda mfupi unaumia tena,
ni lazima Saikolojia lazima yaani unaona msimu wako kama unaisha hivi. Kwa sababu uangalia kama Prince Dube baada ya kuumia mechi na Young Africans, Azam na Young Africans alivyoumia, ilimchukua muda mrefu sana kichwani. Yaani kichwani ilimchukua muda mrefu kumrejesha Dube yule ambaye tulimuona. Si unanielewa? Kafika hatua watu wakawa wanamuona Dube ni mshambuliaji wa kawaida tu. Unaelewa? Ilifika hatua yeye mwenyewe kabidi akaanza kuchukua jitihada binafsi. Anaenda kanisani kuombewa. Kuna swali nimekuuliza. Umesema? Nasema kumbe ni mshambuliaji hatari, alikuwa hajajijua. Of course ni mshambuliaji hatari. Ndio maana Azam wakati wanamsajili na alivyokuja hapa wakati anatoka alipotoka Azam wanamsajili, ndio mchezaji ambaye Yanga na Simba walikuwa wanamtaka leo kesho. Ndio mchezaji ambao walikuwa wanammendea, lakini bahati mbaya baada ya kupata majeraha hivyo vilabu vikanatumia hiyo loophole ya kuwakandamiza Azam na kumsemea vibaya Dube ili Azam wamwachie kirahisi na kumpata. Vita ilifanikiwa. Sawa. Wamempata, wamesha kwenye saikolojia na Dube akasema hii ndio is a good place. Mlinzi mwingine wa pembeni kwa upande wa wananchi ni Shadrack Isaka Boka. Yeye mechi 21 ambazo amecheza, lakini dakika 1466, interception 12, blocking 3, tackling hakuna na aerial duels 8. Shadrack Isaka Boka. Mayday. Kwanza na umbo lake. Ana futi 6 na inchi 3 kama sio 2. Linamnyima unyumbulifu wa kukaba haraka kwenye nafasi. Kama kuna mabeki wanateseka kwenye 1v1 wa Yanga ni Shadrack Boka. Shadrack Boka mzuri kwenye kucross sana, lakini ukimwambia umgeuze haraka ni shida. Nitatoa mfano mechi moja ambayo limuexpose mno. Mechi ya dabi ya Yanga dhidi ya Simba. Mechi ambayo alikuwa anakutana na Kibu Dennis. Ile mechi ambayo Kayoko alikuwa kwenye headline. Kibu alikuwa anafanya chochote alichokuwa anafikiria kwa Shadrack Boka. Boka tunaenda kulia, Boka anaenda. Akimrudisha kushoto, Boka amechapa kwenye box. Kayoko anameza filimbi. Tukio lingine Boka anaambiwa na Kibu twende kushoto afu tunaenda kulia. Boka anateseka. Sasa ukiangalia kwa nje unaweza kuona ubeke hajui kukaba huyu. Lakini kumbe balance yake ya mwili kuipata kwenye kunyumbulika ni ngumu kutokana na kile kimo alichokuwa nacho. Na yuko vile sio kwa sababu ni mwepesi tu, ile mifupa aliyokuwa nayo inamuongezea uzito. Kwa hiyo kwenye kukaba ule unyumbulifu anaukosa. Sasa hapa tumetoka kuongea mabeki wa pembeni ambao ni vice versa. Tumesema hapa Kibwana anakaba sana. Unajua Kibwana ni mwepesi sana. Umbo lake dogo. Analibeba anavotaka muda wote kwenye dharura. Naenda kulia, naenda kushoto, imewezekana. Mwenda naenda kulia, naenda kushoto, imewezekana. Kibabage the same. Sasa kwa huyu hana hiyo faida. Kwa mpira wa chini anateseka mno Boka. Na Boka anakimbia kwa kuchanganya. Ukiwa naye hapo kipiga tu moja unampita. Wakati wewe unaenda unamuona kama umemwacha. Sasa yeye anaanza kutoka nyuma kukufuata, anafika. Sasa akikutana na watu na maamuzi haraka, akimpita yeye moja inatosha. Sasa hiyo siku hiyo alikutana quality ya kina Simba, aliteseka sana. Hiyo ni kwenye challenge yake. Kwenye uzuri ambao mimi nauona, Boka anajua kushambulia nafasi iliyokuwa wazi. Kwa kufika kule juu na kushambulia. Lakini kingine ni mzuri kwenye kupiga mipira iliyotenga. Kuna mechi alifunga goal, nadhani ndio hii ya Pamba. Alifunga free kick nzuri sana. Sana katika mechi hii hapa. Alipiga bomba ikalanguzwa. Kuna hii ambayo alipiga. Utafikia alikuwa na beef na Yona Amos. Piga mwana ukome moja sio mchezo. Afu kuna goal la free kick alifunga. Hiyo ukiona mtu anatafutwa ndio sasa anashambulizi hili hapa. Yaani kwa mpira ukitoka unarudi. Kwa hiyo yeye amefunga magoli mawili. Ana assist moja. Hii hapa ndio free kick ambayo alifunga. Yes, kwa hiyo kwa beki Kibabage akiwa fit, challenge yake ambayo anaweza kumpa Boka ni mechi ikitokea Yanga wanahitaji mtu wa kushambulia zaidi, Boka ndo jibu. Wakihitaji mtu anayetoa balance ya kujilinda na kushambulia, Kibabage ndo jibu sahihi. Kwa hiyo mahesabu ya kocha wao wa sasa Milodi Hamdi ndio nadhani itakuwa kwenye mechi ile na Yanga na TP Mazembe ama Al Hilal Omdurman ya Sudan. Kuna maboko mengi sana Shadrack Boka. Sasa alikuwa anaweza na Kulibali. Sababu huku Kulibali, huku Kabwiti.
Shomari akadhibiti Kabwiti, yeye akawa anahangaika na mipira nusu mingi sana Bali na Traore kushoto ana feint inamaanisha nabadilisha uelekeo haraka kwa kukulaghai. Katika zungumza balance ya mwili, anaweza kukaba hivi na kuangalia winga mbele hapa mchanganyia hivi na hisi unaenda huku. Kwa hiyo mimi nataka kwenda, wewe unaenda kwangu. Sasa mimi hapa nakukabaje ndugu yangu? Hapa si unapita tu. Sasa hiyo ilimsumbua sana kwa sawa. Hizo ndio takwimu kwa mabeki wa pembeni ambao tumewatazama kwa leo kwa upande wa Simba, lakini pia kwa upande wa wananchi Yanga. Tutakuwa tunaendelea kutazama kwenye vikosi hivyo vya Simba na Yanga kabla ya kufikia ile dabi dhidi ya Simba dhidi ya Yanga Juni 15. Tunaangalia ubora wa wachezaji wa pande zote mbili, tukianza na walinzi wa pembeni, lakini kumbuka kuna wachezaji wengi ambao tunakwenda kuwatazama. Lakini kuna swali nilimuuliza Rashid, Kibwana Shomari na Israel Mwenda, ukiwa na timu yako unaanza na nani? Sijakwambia kama ni timu ya kukaba sana naanza na Kibwana Shomari. Abisai amesema anaanza na Israel Patrick Mwenda. Wao madini hayo, lakini pia wakatoa elimu kwa Kevin Kijiri, nini ambacho afanye au katika ule ubora ambao wapenda soka, lakini wana Simba wanategemea ampigie simu Kibwana Shomari. Muulize unawezaje kukaa bench mechi 10 afu ya 11 ukiingia kama ulikuwepo jana. Unawezaje? Kibwana sasa ndo aanze kumwambia. Amwambie kwanza mimi nikikaa bench sichukii. Nachukulia kama mtakoma siku mkinipa nafasi. Hivi aseme tu kubwa. Ukikaa bench usiweke, unasema usiweke barafu. Usiweke barafu moyoni. Wachezaji wengi wa Tanzania wanaweka mabarafu moyoni. Yaani akikaa nje hivi, akikaa hivi zake nje, akiwa anaangalia mpira, yani hana tofauti na mshabiki ambaye yuko juu. Yaani naye pale akikaa hivi, naye anaangalia mpira. Hayupo kazini pale ujue wenzio. Naye anakaa hivi. Alafu ukija kumshtua, yani imetokea unakuja kumwambia Abisai, wewe Abisai, nyanyuka, hebu fanya warm up, nyanyuka. Anakuwa hayupo ndo anarudi pale. Hayupo ndo anaanza kulia, huko mnifanye warm up. Lakini moyoni mechi nitacheza mimi bwana. Bwana huyu mfano wa pili mbaya unanipa mimi. Kwani vipi babu? Kwa sababu simfunja. Sawa bwana, Rashid anawaambia hivyo. Ukiwa katika benchi pia usiweke barafu kutoka kwenye yale ambayo yanaendelea pale katika pitch, usiweke barafu. Tunaendelea na tunakwenda kuangalia kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ambacho kimepata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Eswatini jana Jumatano jioni kwenye mashindano ya Kosafa yanayoendelea pale nchini Afrika Kusini. Magoli ya Stars katika mchezo huo yalifungwa na Idi Suleiman Nado na Shekhan Hamis, huku kiungo Ahmed Pipino akitangazwa kuwa mchezaji nyota wa mchezo huo. Licha ushindi huo, Stars imeishia hatua ya makundi ya mashindano hayo ikishika nafasi ya pili katika kundi C ikiwa na alama zake 3, moja nyuma ya vinara Madagascar waliotinga nusu finali. Kocha Juma Ramadhani Mgunda alizungumza baada ya kumalizika kwa mchezo huo. Tumekifanya leo. Kwanza tuliwaambia vijana wetu tuenda kucheza na timu ambayo inataka matokeo ili iendelee na mashindano. Kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi. Lakini kwenye mchezo baadaye tukatanguliwa kufungwa. Tukaambia kutanguliwa kufungwa ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo ni lazima turudi. Kwa nini tuliconcede goal mapema? Au sio? Sasa matokeo yake tukaweka zile goli na tukarudi kwenye vyumba vya mazoezi baada ya first half kumalizika. Tukawaambia hii mechi iko mikononi mwetu. Tunaweza kushinda. Tumepoteza mechi. Haiwezekana hii mechi tupoteze. Kwa hiyo turudi kwenye mchezo wa pili tukiwa tumeangalia uzuri wenyewe, tuliona strength ile timu iko wapi na weakness yao iko wapi. Kwa hiyo tukaende kutumia yale mapungufu yao kupata matokeo, na ndivyo ilivyokuwa. Lakini yote kwa yote, baada kama nilivyosema mwanzo, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni washukuru wachezaji walicheza kwa vile ambavyo tumewaelekeza, kwa kuwa tuliwaambia tukicheza hivi ambavyo tumeelekezana, mwisho wa yote kama bahati itakuwa kwetu tutapata matokeo. Lakini turudi kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata matokeo, tuenda kujipanga zaidi na mashindano yaliyoko mbele yetu. Kikubwa ambacho tumepata ni kwamba namba sasa ya wachezaji according na positions za timu yetu na wachezaji wetu walivyo, tumetanule wigo kwamba kujua sasa hivi licha ya kwamba Mgunda tutampata wapi, lakini kuna Zuberi mwingine yupo anakuja ambaye ukikaa naye na ukitrain naye atakuwa kama Mgunda. Kwa hiyo hilo peke yake tumeongeza wigo wa wachezaji kwenye timu, kwenye kapu letu la wachezaji wa timu ya taifa. Juma Ramadhani Mgunda akizungumza kuhusiana na kikosi cha Stars ambacho kimepata ushindi
lakini pia ule wigo ambao ameuzungumza Mwalimu Juma Ramadhani Mgunda. Before tulikuwa tunamzungumzia hapa, Mgunda ni miongoni mwa makocha ambao wanakuwa ni baba kwenye kikosi, lakini pia kutengeneza kujiamini kwa wachezaji, nini ambacho wanatakiwa kukifanya katika pitch. Bila shaka Bisae amekizungumza kile ambacho amekizungumza Mgunda kwanza alikiswasu haku amekizungumza. Yes, nadhani kama kuna wakikaa kufanya tathmini ya michezo mitatu ambayo tumecheza, mmoja kirafiki dhidi ya Bafana, sare bila kufungana ni kama tu alama moja. Ndio. Tumepoteza dhidi ya Madagascar, hatujapata alama. Tumemfunga Eswatini, hatujafuzu, lakini ni alama 3. Kichukua naye moja, alama 4 michezo mitatu kwenye alama 9. Mafanikio sio mbaya sana. Japo lengo lilikuwa tulitamani tuvuke, malengo hatujafika. Lakini hatujafika kwa kiwango gani? Tunaangalia tunakaribia nusu. Sio. Kwa hiyo hii tunalichukua tunaweka pembeni. Lakini mambo gani ya faida tumeyapata? Maana tuwezi kukaa kujadili hatujafuzu. Maisha yanabidi yaendelee. Faida ambayo tumepata ni kwamba kocha amesema kuna wachezaji wameona watawaongezea upana kwenye machaguo. Bana sorry Abisai. Yaani Mtozi hebu anrudishie hii moment. Mimi I like it. Hii moment nimeipenda sana. Yaani muona angalia kwanza turudishie kwanza mpira ulipokuwa kwa Masalanga. Yaani kuna kitu nataka kuonyesha. Hiyo mpira ambao unarushwa. Ngoja umeona mpira nao Masalanga pale. Umeona mpira ulivyodondoka kwa Masalanga, alivyorusha ulipodondokea. Yaani mpira Masalanga alivyorusha ulibakiza wachezaji 3 tu wa Eswatini. Ulikuwa umevuka wachezaji wote. Yaani umebaki wachezaji 3 tu wa Eswatini. Umeona hicho kifanya Masalanga? Ni uwezo wa kurusha goalkeeper. Na akili pia. Yaani ni akili pia kwamba hawa wametushambulia, tumewanyang'anya mali. Pap. Hawa wako wengi hapa. Ana nguvu ya kurusha. Yaani mpira alivyorusha Masalanga, ulipoenda kudondoka, umebakiza watu 3 tu wa Eswatini. Hii ilikuwa ni lazima wafungwe. Au unasemaje Kusai? Kipa amewapa goli. Na kikosi hiki ambacho kimecheza kipa amewapa goli. Kipa Eswatini. Tuone. Hii juhudi ya Shehani hapa, sidhani kama alikuwa ni maamuzi sahihi kufanya. Ameattempt kwenye weak foot. Ameattempt, there is no way. Hakuwa sure. Ni kipa tu. Amezawadia goli. Alikuwa na daka hiyo. Alafu Mshamu Lukai hawezi kudaka hivi. Ukipa hivyo kifanya pale. Hata Lukai hawezi kufanya hivyo. Kwanza kwa hiyo nikiendelea pale pokuwa nimeshia. Kuna kitu ambacho nilikuwa nimekiona kwa kumalizia tu mechi hii ya Tanzania. Kuna wachezaji ambao wako Simba, wako Yanga, hawakuwepo. Si ndio? Kwa kikosi kimeshinda bila wachezaji wa Simba na angalau wachezaji wengine ambao walikosekana kama ambavyo mwenzetu mwanzo kabisa amezungumza Mahmoud bin Zuberi. Kwa hiyo ni ule wigo wa wachezaji ambao pia amezungumza Juma Mgunda, lakini kikosi kwa kujiamini kwamba tunacheza bila ya senior wengine ambao walikuwepo kwenye kikosi na kuwafunga Eswatini. Eswatini sio timu ndogo, ni taifa ambalo awali ilikuwa ujue Eswatini. Unajua tuwezi kukaa hapa tunajadili Eswatini kama wapinzani wa Tanzania. Awali ilikuwa tunawazungumzia Eswatini pamoja na Komoro, Madagascar hawa, Shelisheli, unaona timu za kusini mwa Afrika huko. Lakini sasa ni mataifa ambayo yamejipambanua, sasa yako vizuri. Na hata ukifuatia michuano ya Kosafa ya misimu iliyopita, Eswatini miongoni mwa timu tishio Rashid. Kwenye hii timu ambayo wamecheza na Tanzania. Wachezaji ambao wao walikuwa ni mastaa kwao. Ni Kolos ambaye anacheza Amazulu, pamoja ndio kwa mara yake ya kwanza anacheza timu ya taifa ya Banele Junior ya Tabora. Na Banele Junior Pupu anacheza Tabora. Hiyo Pupu yenyewe Tabora, unaelewa? Nafasi alikuwa anapata mwanzo. Baadaye Anset akamtoa. Nafasi yake akacheza Akandanaho. Umeelewa? Wale walita under 20. Nani? Lakini sio under 20, yani hawa Eswatini ni timu yao. Sisi tumewazidi. Sisi tumewazidi. Yani sisi hatuwezi kukaa eti ndio taifa ambalo linasema linakuja. Aliwezi kuja kidedea, sisi tuweza kukaa hapa na jadili eti Eswatini walikuwa wapinzani wetu wa maana. Kwanza ni karaa tu, yani si kuwafunga goli mbili wale ni dharau. Yani mchezaji anacheza Tabora miaka miwili nyuma, unakubali kwamba tulikuwa bora zaidi kuliko Komoro. Sisi tulikuwa miaka miwili nyuma huko. Tofauti yetu na Komoro ni moja kidedea kama hujaelewa. Wale wameruhusu uraia pacha. Wachezaji wengi ambao wameenda kujenga timu ya taifa ya Komoro, sio tu Komoro, kesi ya Komoro, Madagascar,
Mauritania, unaelewa? Hawa ni kesi ambazo zinafanana. Wameruhusu raia pacha Cape Verde, unaelewa? Wanaenda kuchukua raia wanaenda kuchukua watu ambao wamepoteza nafasi na wenye vinasaba na hizo nchi kuja kuijenga timu yao ya taifa. Okay. Si unaelewa? Sisi Tanzania tulijaribu na diaspora ambao ushauri Abisai ilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walishauri. Unaelewa? Au nenyewe mfano mbaya huko. Ndio nakwambia ni wewe mifano mbaya unanipa mimi tu. Huwa tatu. Haya, sawa. Na tulikuwa tunazungumzia michuano hiyo na Stars ambao walipata ushindi dhidi ya Eswatini. Na sasa tunakwenda kuangalia joto la Afrika.